Uchunguzi wa umma kuhusu kifo cha Rex Masai aliyepigwa risasi wakati wa maandamano ya mswada wa fedha ulioongozwa na Gen Z Juni mwaka jana utaendelea kesho. Hii ni baada ya mashahidi wakuu kushindwa kufika mahakamani. Sikiza. Wakati wa kesi mahakamani, mamlaka huru ya huduma za polisi IPOA ilieleza wasiwasi wake kuhusu ukosefu wa ushirikiano kutoka kwa huduma za kitaifa ya polisi katika uchunguzi unaoendelea. IPOA imetuma maombi mengi ya maagizo ya operesheni na orodha ya maafisa waliotumwa wakati wa maandamano, lakini maombi hayo bado hayajatekelezwa, huko NPS ikitaja wasiwasi wa usalama kama sababu ya kushikilia hati muhimu. What we do not know is whether that issue was raised, and in any event, whether a deployment or whether an operational order was issued is an issue which is contested. Wakati uchunguzi ukiendelea, ushuhuda wa Laban Njoroge, mwendesha bodaboda aliyeshuhudia matukio ya fujo siku hiyo, unatoa mwanga wa matukio hayo. Njoroge alikumbuka maafisa wa polisi waliokuwa wakisikika wakimwambia mwandamanaji aliyekuwa akitafuta msaada kwa mwanaume aliyekuwa amelala kwenye dimbwi la damu, ingawa hakuweza kudhibitisha utambulisho wa muathiriwa. So wenye waliweza kutupiga, so tukachukua na Katilili, tukasema twende nyumbani. So vile tulikuwa tunaenda nyumbani, nikaonyesha Katilili kijana mwingine alikuwa amelala kando ya barabara. Ukaonyesha Katilili kijana alikuwa amelala kando ya barabara. Alikuwa amelala kando ya barabara. Na alikuwa na mwenzake. Naam. Mwenzake nikasikia akiambia polisi awasaidie. Kauli zake zinalingana na maelezo ya kifo cha Masai, lakini polisi wanaendelea kukana kuhusika, wakishikilia kuwa watu wasiojulikana ndio waliohusika na mauaji hayo. Aidha, mwandamanaji Mekatilili Mweru alisimulia hali ya kutisha ya maandamano ya mwaka jana. Mekatilili Mweru aliambia uchunguzi kuwa mnamo Juni tarehe 24 mwaka jana, maandamano hayo yalikuwa ya amani kwa siku nzima hadi mwendo wa saa 11 jioni, wakati polisi walipoingia kwa fujo. Clearly wounded, so I was scared that if we met other police and clearly they were very brutal and merciless, I was scared that maybe another team of police would maybe kill us or something, or maybe beat us in the same way. So my mind was mainly focused on shelter. So Laban was trying to tell me that there's a young man where we had been beaten, and he was lying on a pool of blood. Kesi hiyo inasikizwa na hakimu mkuu Geoffrey Onsarigo.